sio kila chuki ni wewe umetenda ubaya ndio maana ukachukiwa. Kuna chuki nyingine wewe kilichofanya wakuchukie actually ni tabia yako nzuri, ni matendo yako mema. Yaani kuwa mtu unaifaa, mtu mzuri, mtu wa baraka, hiyo tu imeweza kuzaa chuki kwenye baadhi ya mioyo ya watu. Mfano mzuri ni story ya Kaini na ndugu yake. Nikisoma katika Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 12 inasema, si kama Kaini alivyokuwa na yule mwovu akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya, yani Kaini, na ya ndugu yake Habili yalikuwa ya haki. Kwa kilichomfanya Kaini akamuua Habili ni kwa sababu tu Habili alipata kibali mbele za Mungu. Lakini kilichomfanya Habili kupata kibali mbele za Mungu ni matendo yake mema. Hakuna kitu chochote kingine, kumfanyia ubaya wowote Kaini. Hatuna historia inayotuambia Habili ana kitu kibaya alimfanyia Kaini, ila tu kwa sababu aliamua kuishi kuwa mtu mwema, anafanya mambo yake vizuri, anafanya vitu vyake kwa ubora. Kama mmepangiwa kazi watu wawili, ukaifanya vizuri sana, ukawa appreciated, mwingine anakuchukia tu kwa sababu wewe umesifiwa, mwingine anakuchukia tu kwa sababu wewe una baraka hii, una baraka hiyo, mwingine anakuchukia tu kwa sababu wewe you're beautiful, you're handsome. Mungu amekupa uelewa wa mambo fulani labda kuliko yeye ameona hivyo. Yaani kuna jambo tu wewe umepewa la baraka zaidi kwenye eneo fulani, ndio limesababisha kuzaliwa kwa chuki ya watu fulani na maisha yako. Kwa kama una situation kama hiyo, isikusumbue. Samehe tu, achilia. Jua kwamba ni baraka yako ndio imesababisha mtu mwingine kuwa na chuki na wewe. Sio kwamba wakati wote kuna watu umewakosea au umewafanyia mambo mabaya. Kwa usiteseke moyoni. Achilia na wasamehe. God bless you.